بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Tunaendelea na darasa yetu ya kitabu Sahihul Musnad min asbabin nuzul lil'allama Abi Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na darsa iliyomalizika tulimaliza katika aya inayosema inna as-safa wal marwata min sha'airillah, ambayo ni aya nambari 158. Na leo biidhnillah tabaraka wa taala wa bimashiatihi subhanahu wa taala tunaingia katika aya nambari 187 katika suratul Baqara, ambapo aya hiyo al-Allama al-Wadi'i alayhi rahmatun min Allah ameiletea sababu nuzul kwa mujibu wa sanadi ambazo zilikuwa sahihi na kwa yale ambayo yalikuwa yamethibiti, na kuepusha yale ambayo yalikuwa hajathibiti kuhusiana na aya hiyo. Qala rahimahullahu ta'ala, akasema al-Imam al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, qawluhu ta'ala, qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, uhilla lakum laylata as-siyam, bimehalalishwa kwa ajili yenu laylata as-siyam, usiku wa kuamkia funga, arrafathu ila nisaikum, kuchanganyika na wakizini, kufanya jimai na wakizini, ila qawlihi, mpaka kufikia katika kauli yake, wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, mpaka patakapobainika kwa ajili yenu nyinyi, au patakapobainika kwa nyinyi al-khaytul abyad, ule uzi mweupe, min al-khaytil aswad, kutokana na uzi mweusi. Al-aya hiyo ni aya ambayo nambari 187. Na aliposema arrafathu ila nisaikum, wanasema al-mufassirun arrafathu kinayatu anil jimai, arrafathu ni kinaya ya kufanyika tendo la jimai. Qala rahimahullahu ta'ala, kisha akasema rahimahullahu ta'ala al-Imam al-Wadi'i, akaanza kuleta sanadi hadithi, akasema qala al-Imam al-Bukhari, amesema al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi al-Bukhari katika juzuu ya 5 kurasa wa 31, hadathana Ubaidullah ibn Musa, ametuhadithia sisi Ubaidullah ibn Musa an Israil, kutoka kwa Israil, an Abi Ishaq, kutoka kwa Abu Ishaq, an al-Barra, kutoka kwa Barra radhiyallahu anhu, qala misin kana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, walikuwa wafuasi wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, idha kana ar-rajulu saiman, anapokuwa mtu amefunga, fahadhara al-iftaru, basi ikafika pakahudhuria kuftari, au ule muda wa kuftari, fanama qabla an yuftir, basi akalala kabla ya kuftari, lam yaakul laylatahu, ikawa mtu huyo hakula ule usiku wake, wala yaumahu, wala mchana wake, hata yumsia, mpaka ila anaingia jioni nyingine. Kwa maana anapokuwa mtu amefunga pakahudhuria kuftari, akalala kabla ya kuftari, basi mtu huyo anakuwa hali ule usiku wake, wala yaumahu, wala mchana wake. Maana yake kwamba akilala akesha kaja kuamka usiku, anatekana asile kadhalika vile vile, wala ikifika mchana asifanye nini, asile vile vile mpaka ifike jioni tena.
hata yumsia, mpaka ifike jioni. Wa inna Qais ibn Sirmata al-Ansari, na kwa hakika Qais ibn Sirmata al-Ansari kana saiman, alikuwa yeye alifunga, alikuwa ni mwenye kufunga. Falamma hadhara al-iftar, zama ilipofika muda wa kuftari, ata mraatahu, alimjia mke wake. Faqala laha, kumwambia yule mke wake, akamuuliza kumwambia yule mke wake, aindaki ta'amun, je, kwako kipo chakula? Qalat la, akasema hapana, hakuna chakula. Lakini antaliqu, lakini mimi naondoka, fa atlubu laka, kwenda kukutafutia wewe chakula. Subiri, naondoka mimi na kwenda kukutafutia wewe chakula. Wa kana yaumahu ya'malu, na ilikuwa siku hiyo amefanya kazi ambayo ilikuwa kubwa sana, na hali ya kuwa alikuwa amefunga. Fakhalabatuhu ainahu, basi alipoambiwa kwamba subiri, nikakutafutie chakula, nikakutengenezee chakula, basi katika kule kusubiri kwake macho yake yakamshinda, kwa maana usingizi ukampata, akawa ni mwenye kulala. Fajaatuhu imraatuhu, basi akamjia mke wake, kwa maana mke akaja kumjia mume wake na ile iftar tayari amekwisha kumtengezea. Falamma raatuhu, basi zama alipomuona kwamba ameshalala, qalat, akasema yule mke wake, khaybatan laka, hasara iliyoje kwako wewe mume wangu, leo tayari umekwisha kulala. Falamma intasafa an-nahar, kwa hiyo ina maana alipoamka ikambidi kwamba aendelee na funga yake, na mchana vile vile endelee na funga, asiwe ni mwenye kula, kwa maana ndiyo hali ya mwanzo ambao wao walikuwa wamewekewa katika utaratibu wa kufunga. Falamma intasafa an-nahar, basi zama ilipofika nusu ya mchana, ghushia alayhi, basi pakapatikana kuzimia kwake. Fadhukira dhalika linnabi, basi jambo hilo likasimuliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fanazalat hadhihi al-aya, basi ndiyo pakateremka aya hii, uhilla lakum lailata siyam, imehalalishwa kwenu nyinyi usiku wa kuamkia funga, arrafathu ila nisaikum, kuingiliana na wake zenu, kufanya jimai na wake zenu. Fafarihu biha farhan shadidan, basi masahaba baada ya kuteremshiwa aya hiyo wakafurahi furaha ambayo ilikuwa kubwa sana. Akaona kwamba hii ni neema min Allahi, wako ambao walikuwa mporomoka wakasujudu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwafanyia wepesi ambao ulikuwa mkubwa sana. Wanazalat, na vile vile ikateremka, wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, hata yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad, na kuleni na kunyweni mpaka pabainike kwenu nyinyi uzi mweupe kutokana na uzi ambao ulikuwa mweusi, kwa maana alfajiri iondoke na mchana uanze kuchomoza. Alhadith, hiyo ni hadithi, kwa maana kamil hadithi kaendelea. Aadahu al-Imam al-Bukhari fi kitab tafsir, al-Imam al-Bukhari akairejea hadithi hiyo katika kitabu tafsir, ma taghyir fi ba'd sanadi, pamoja na kubadilisha katika baadhi ya sanadi. Wa fihi tasrihun abi ishaq, wa fihi tasrihu abi ishaq bisama'i, na ndani yake katika hiyo sanadi ambayo alikuwa ameleta al-Imam al-Bukhari kuna tasrihi ya Abu Ishaqa kuwa yeye amesikia moja kwa moja, na akisema kwamba kuna tasrihi ikujulishe wewe ambaye unajishughulisha na elimu ya hadithi kwamba huyu Abu Ishaqa ni mudallis, lakini katika hadithi hii amefanya tasrihi ya samaa. Wa lafdhu matnihi, na lafdhu ya matni yake, lamma nazala sawm Ramadan, zama ilipoteremka funga Ramadhan, kanu la yaqrabuna an-nisa, wao walikuwa hawakurubii wanawake Ramadhana kullah, yani Ramadhani yote wao walikuwa hawakurubiwa wanawake zao. Wakana rijalun, na walikuwa wanaume, yukhawinuna anfusahum, wakizitia dosari nafsi zao, wakizifanyia khiana nafsi zao. Kadhalika vile vile
wakizituhumu nafsi zao kwamba zipo katika khiana. Faanzala Allahu ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala kateremsha, alima Allahu, Allah amekwisha kujua, annakum, ya kwamba nyinyi, kuntum takhtanuna anfusakum, kwamba mkizifanyia khiana nafsi zenu, fataba alaikum, basi Allah amekwisha kukupokeleeni toba, amekwisha kusameheni na amepokea toba kwa nyinyi. Kwa maana alikuwa hawezi kustahimili jambo hilo, wakilizalimisha nafsi zao, lakini nafsi nazo ni maumbile. Lazima kuna pahala mtu labda amemgusa mke wake, amefanya hicho, amefanya kile. Nafsi ni nafsi. Hiyo ni sura Baqara aya nambari 187 al-aya. Wa dhahiruhuma at-taghayur, na dhahiri ya sanadi mbili hizo kuna kubadilika, yani kuna utofauti baina sanadi hii na sanadi hii. Lakin la mani'a min an takuna nazalat fi haula'i wa fi haula'i, lakini hakuna kizuizi wala hakuna ubaya kwamba kuwa sababu nuzul ya aya kwamba imeteremka kwa hawa na vile vile imeteremka kwa hawa, kwa sababu dhahiri yake ni sanadi mbili tofauti, ni hadithi mbili tofauti. Warawahu Abu Daud, na vile vile amesimulia al-Imam Abu Daud katika juzuu ya pili ukurasa 265, wa Nasai, na vile vile amesimulia al-Imam Nasai katika juzuu ya 4 ukurasa 121. Waqad jamaa hadithai al-Bukhari, na kwa hakika amekusanya hadithi mbili zote za al-Imam Bukhari. Anasema fa'alimna, basi sisi tukatambua, anna al-qadhiyatayn, kwamba qadhiya mbili zote kwa pamoja, kanata zimekuwa hizo sababu nuzul, ndio imekuwa sababu nuzul ya aya hiyo. Wal Imam Ahmad, na vile vile amesimulia al-Imam Ahmad katika juzuu ya 4 ukurasa 295. Wadarimi, na vile vile al-Imam Darimi amesimulia katika Musnad ad-Darimi katika juzuu ya pili ukurasa wa 5. Kisha akasema kauluhu ta'ala, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, min al-fajr, min al-fajr, ambayo tamko hilo limechelewa kidogo kuteremka. Qala al-Imam al-Bukhari, ambao lipo katika aya hiyo hiyo, aya nambari 187. Qala al-Imam al-Bukhari, amesema al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika juzuu ya 5 kurasa 35, hadathana Sa'id ibn Abi Maryam qala hadathana ibn Abi Hazim an abihi an Sahl ibn Sa'd. Anasema hadathana ibn Abi Hazim, ametuhadithia ibn Abi Hazim an abihi, kutoka kwa baba yake, an Sahl ibn Sa'd, kutoka kwa Sahl ibn Sa'd. Manake kija taghyiru sanad min as-sanad alladhi anta fihi ila sanad akhar, yani hapo kuna kubadilika kwa sanad kutoka katika sanad ambayo wewe uko nayo kwenda katika sanad nyingine. Wa hadathani Sa'id ibn Abi Maryam qala hadathana Abu Ghassan Muhammad ibn Mutarrif qala hadathani Abu Hazim an Sahl ibn Sa'd qala, amesema unzilat, imeteremshwa, wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, mpaka pabainike kwenu nyinyi uzi mweupe, min al-khaytil aswad, kutokana na uzi mweusi, kwa maana pabainike ile alfajiri sadiq, kutokana na giza ambalo lilikuwa lipo. Walam yanzil, wala ikawa kuteremka min alfajri, haikuteremka kauli yake inayosema min alfajr. Fakana rijalun, basi walikuwa wanaume, walikuwa watu, idha aradu as-sawma, wanapokusudia kufunga, rabata ahaduhum fi rijlihi al-khayt al-abyad wal-khayt al-aswad, alikuwa mmoja wao akifunga katika mguu wake uzi mweupe na uzi mweusi. Walam yazal yaakul, basi anakuwa haachi kula, hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma, mpaka panabainika kwake yeye kuona nyuzi hizo. Ndio akaona kana kwamba ndio maana ya aya inasema wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad, yani fahamu yake na akaenda katika tawili hiyo. Faanzala Allahu ta'ala ba'd, kisha Allah akateremsha baadaye min alfajri, kwamba wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min alkhaytil aswad
min alfajri, anasema faalimu, baada ya kuteremka tamko hilo min alfajri, faalimu, basi wakatambua annahu, ya kwamba inma, yani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia al-laila wan-nahara, usiku na mchana. Al-khaytul abyad ni mchana, wal-khaytul aswad ni usiku. Alhaditha, hadithi kaendelea. Aadahu fi tafsir, ameirisha tena al-Imam al-Bukhari katika tafsir min hadithi ibn Abi Maryam, kutokana na hadithi ibn Abi Maryam bisanad al-akhir, kwa sanadi ya mwisho. Wa huwa min al-ahadith an-nadira, nazo ni katika hadithi ambazo zilikuwa ni nadra, allati ambazo aadaha, alikuwa amezirejesha biduni taghyir, basi na taghyir. Wa akhrajahu Muslim, na amesimulia vile vile al-Imam Muslim katika juzuu ya 7 ukurasa 220 katika sahihi yake, sahihi al-Bukhari. Kwa hiyo hizi ni sababu nuzul ya aya iliyokuwepo katika sura al-Baqara, aya nambari 187, na tunajifunza kwamba masahaba walikuwa na ihtimamu kubwa katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na maagizo yao, na ndio maana wakapata fadhila ambazo zilikuwa kubwa. Ulaika qaumun tahhara Allahu qulubahum, Allah subhanahu wa ta'ala amewasafisha nafsi zao. Hao ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amesafisha nyoyo zao, akaziweka kwa ni safi, zikawa na ihtimamu, zikawa na nguvu ambayo ilikuwa kubwa sana, na akaondosha machafu katika nafsi zao, na akawa wao wamebeba Uislamu wakafanyia kazi, na katika hali ambayo ilikuwa kubwa sana. Itizame funga namna ambavyo ilivyokuwa imefaradhishwa mwanzoni mwake, kwamba mtu akifikiwa na jioni wakati wa kufutari, na ikawa usingizi ukampitikia, akesha akawa kwamba hakula yeye, basi akiamka anataka aendelee na funga yake. Nao waliyatekeleza hayo, hawakuwa ni wenye kuwa wa kufanya ujanja au kujificha au wakafanya haya na yale kwa ajili ya kutokutekeleza amri ya Allah, bali wao walikaa kisawasawa katika kuhakikisha kwamba wanatekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameagiza, na walitekeleza mpaka pale ambapo Allah alipokuwa amewaona kwamba hawa waja wake hasa wamekuwa ni wenye kutekeleza. Na Allah siku zote, hata mwanadamu akiona kwamba kuna ugumu wa kitu katika utekelezaji wake, lakini Allah kaida yake, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah anakutakieni wepesi na wala hakutakieni uzito. Lakini kuna pahala Allah anawaletea waja wake hukumu, anawaletea sheria na amri kwa lengo la kuwatahini waja wake, kwa lengo la kuwajaribu vipi hawa watu watatenda, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili kuwajaribu ni nani kati yenu ni mzuri wa matendo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kulileta jambo ili kuwajaribu waja wake, nani ambaye alikuwa ni mzuri wa matendo. Na masahaba wametangulia katika ubora na katika uzuri wa matendo, na hakuna mfano wake ukalinganisha na matabiina, ukalinganisha na walikuja mwisho. Masahaba ni watu ambao walikuwa na ihtimamu kubwa na walikuwa na bidii kubwa katika kutenda matendo ambayo yalikuwa ya kheri, na hawalinganishwi na wengine wasiokuwa wao. Kwa leo tufikeni hapo, tukija biidhnillah tabaraka wa taala tutakuja kuondokea kauluhu taala, kauli yake Allah subhanahu wa taala, wa'atul buyuta min abwabiha, ambayo ni aya ya 189. naktafi bihadha alqadr, subhanaka allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam.